Mkurugenzi mtendaji wa Manara TV ameachiliwa kwa dhamana leo hii mara baada ya kuweza kufikishwa katika kituo cha polisi cha Central kufuatana na wito wa jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano. Kwa mujibu wa taarifa zilizotufikia ni kwamba mahojiano haya ambayo yametolewa ni kuhusiana na rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia akimtuhumu Haji Manara kwa kuandika ujumbe kupitia mitandao ya kijamii kumtaka ajiuzuru, akidai kuwa TFF inadaiwa na klabu ya Yanga. Hata hivyo, Haji Manara amekanusha tuhuma hizo, akisisitiza kwamba hajawahi kutoa taarifa hizo hata kama inavyodaiwa. Sasa baada ya mahojiano hayo ni kwamba Haji Manara ameachiliwa kwa dhamana, huku uchunguzi ukizidi kuendelea kuhusiana na suala hilo. Siku kadhaa ambazo ziliweza kupita ni kwamba kwenye mitandao ya kijamii Haji Manara aliweza kupakia post ambazo ni posti za picha pamoja na maandishi ambayo yalikuwa kwenye caption kuhusiana na masakata ambayo yanaendelea ya Yanga. Yote hii ni mara baada ya Yanga kuwasili kunako bodi ya ligi baada ya kuweza kuhudhuria kwenye kikao cha mechi dhidi ya Yanga pamoja na Simba Sports Club, ambayo ni mechi namba 184, ambapo baadhi ya viongozi wa Yanga waliweza kuhudhuria katika kikao hicho hapo, ambacho baadaye ni kwamba Yanga waliweza kueleza msimamo wao kwamba hawachezi. Sasa kama watacheza ni kwamba baadhi ya matakwa ambayo Yanga waliweza kuomba bodi ya ligi waweze kutimiza, basi wakiweza kutimiza mechi itaweza kuchezwa kama ambavyo imepangwa. Sasa kwa upande wa Haji Manara baada ya bodi ya ligi kuweza kukaa pamoja na klabu ya soka ya Young Africa, viongozi baadhi ambao waliweza kuhudhuria, Haji Manara baada ya kikao kuweza kutamatika aliweza kupakia ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwataka baadhi ya watu kwamba waweze kujiudhuru, kama vile rais wa TFF Wallace Karia kwamba hajiudhuru. Na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinaenda viral kinoma kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na ile hashtag yake ya kwamba #Karia must go. Sasa ni kwamba this time around ni kwamba polisi wao waliweza kumkamata Haji Manara akiendelea kujibu tuhuma za kuendelea kumchafua rais wa TFF Wallace Karia kumchafua. Na kama unavyofahamu kwamba moja kati ya vitu ambavyo viliweza kumweka Haji Manara kimya ndani ya miaka miwili ni kuhusiana na kauli ambazo aliweza kuzitoa miaka miwili ambayo iliweza kupita hapo. Aliweza kufungiwa asijihusishe na masuala yoyote ya soka kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania na faini ya shilingi milioni 20, lakini pia kimya ambao Haji Manara aliweza kuwa nao baada ya kuweza kufungiwa na TFF kwamba asijihusishe na masuala ya soka kwa takriban miaka miwili, ndio ikaweza kupelekea hata wakina Ali Kamwe kuweza kurise na kuwa kama wasemaji kwenye klabu hapa ya Young Africa. Na moja kati ya watu ambao wameendelea kulipamba jina la klabu ya soka ya Young Africa basi ni Ali Kamwe, na yeye aliweza kurise tu. Yote hii ni mara baada ya Haji Manara kuweza kufungiwa kwa takriban miaka miwili. Sasa kwa kweli, kama mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now, tupe mtazamo wako kwa wewe ambaye upo sasa hivi. Uko na mtazamo gani kuhusiana na hii situation nzima ya Haji Manara pamoja na Wallace Karia? Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye comment hapo. Usiache kusubscribe kwa taarifa kadha. Chao chao.